Kwanza ni habari za dunia, mimi ni Martha Saranga. Umoja wa Mataifa umekosoa usambazaji wa misaada unaofanywa na kundi linaloungwa mkono na Marekani na Israel katika ukanda wa Gaza, ukidai ni mawazo tofauti na kinachohitajika. Taasisi hiyo ya misaada ya Gaza ilisema ilianza kusambaza chakula siku ya Jumatatu. Inapanga kusimamia vituo 4 vya usambazaji hasa kusini. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada hapo awali walitumia vituo 4,000. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa taasisi hiyo inatumia misaada kama silaha ya kivita kwa kuelekeza misaada karibu na maeneo ambayo Israel inapanga kuwakusanya Wapalestina milioni 2. Zaidi ya wafungwa 200 wa kivita wa Ukraine wamepoteza maisha wakiwa kizuizini tangu kuanza kwa uvamizi nchini Ukraine, kwa mujibu wa shirika la habari la Marekani Associated Press. Zaidi na Lizi Masinga. Likiwanukuu wanaharakati wa haki za binadamu, Umoja wa Mataifa, mamlaka za Ukraine na mtaalamu wa uchunguzi wa kimahakama, chapisho hilo linabainisha kuwa kutendewa kikatili katika magereza ya Urusi kunawezekana kuwa sababu ya vifo vingi. Mamlaka ya Urusi haikuwa tayari kusema chochote kuhusu hilo. Hapo awali waliishutumu Ukraine kwa kuwatendea vibaya wafungwa wa kivita wa Urusi, mashtaka ambayo Umoja wa Mataifa uliunga mkono kwa kiasi, lakini kwa tahadhari kwamba dhuluma za Ukraine hazijaenea sana na mbaya zaidi kuliko zile ambazo Urusi inashutumiwa nazo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa 2024 ilisema 95% ya wafungwa wa Ukraine walioachiliwa waliteswa. Wafungwa walielezea vipigo, shoti za umeme, kukosa hewa, unyanyasaji wa kijinsia, kunyongwa, vihaka na kukosa usingizi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewapora, kuwaua na kuwatesa raia katika vituo vya mahabusu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Watetezi hao wa haki za binadamu wamefanya mahojiano na wafungwa wa zamani waliokuwa wamehifadhiwa Goma na Bukavu. Wengine walieleza kwamba wapiganaji wa M23 walijaribu kuwachukua kwa nguvu kujiunga nao. Amnesty inasema raia mmoja alizuiwa katika kontena la usafirishaji kwa siku 5. Mkono wake ukavunjika wakati wa mateso na baadaye alikufa hospitalini. Kundi la M23 limekanusha vikali madai hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa Moscow itasaidia nchi zinazounga mkono bara Afrika katika kushughulikia tishio la usalama linaloongezeka katika eneo hilo. Lavrov alitoa kauli hiyo wakati wa mkutano na mawaziri wa Afrika, akisisitiza dhamira ya Moscow kuimarisha uhusiano wake katika bara hilo. Leonard Mobali na maelezo. Mkutano unaoangazia masuala ya usalama ulioandaliwa na Urusi unaendelea mjini Moscow, ukikutanisha mawaziri kadhaa wa Afrika, ikiwa ni pamoja na mawaziri wa usalama kutoka Mali, Burkina Faso na Niger. Mkutano huu unafanyika wakati nchi hizo zikiwa katika mkakati wa kupambana na kudhibiti uasi mkali wa makundi ya kijihadi licha ya msaada kutoka Urusi. Nchi 3 za Sahel, Mali, Burkina Faso na Niger, zimesitisha uhusiano na mamlaka za zamani za kikoloni za Ufaransa pamoja na washirika wengine wa magharibi. Mwezi Aprili, Moscow iliahidi msaada wa kijeshi zaidi wakati wa mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo 3, kuongeza uwepo wake katika nchi hizo, ikiahidi kuandaa jukwaa la ushirikiano wa Urusi Afrika katika mwaka huu. Hata hivyo, msaada wake wa usalama katika eneo la Sahel bado haujaleta matokeo makubwa. Na mashirika ya misaada nchini Sudan yametahadharisha juu ya janga kubwa la afya, wakati kipindupindu na magonjwa mengine hatari yakienea kutokana na kudhoofika kwa miundombinu ya afya. Takriban watu 350 wamefariki dunia kutokana na kipindupindu katika mji mkuu Khartoum katika wiki za hivi karibuni. Mashirika ya misaada yanasema haya ni matokeo ya moja kwa moja ya zaidi ya miaka 2 ya mzozo usioisha, ambapo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya umeme katika mji wa jirani wa Omdurman yamewalazimisha watu kunywa maji machafu. Takriban robo 3 ya hospitali za Sudan zimeharibiwa, huku shirika la afya MSF likisema vituo vichache vilivyobaki vinafanyiwa kazi kwa bidii. Zaidi ya watoto 12 wamefariki kutokana na ugonjwa wa surua katika eneo la Darfur Magharibi. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Martha Saranga. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia nchini Uganda yanapatikana kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Radio Kitara. Nchini Tanzania tegea sikio kupitia CGFM, Bomba FM na Loliondo FM.
huku nchini Kenya yapate kupitia Mwenedu FM, Nyota FM na Gulf Radio. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Aidha ya moja kwa moja kwenye FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako unaweza kutuachia maoni yako. Bila shaka tukipata nafasi tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni hii. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda akiwa Dar es Salaam. Kwako Regina. Asante sana Karo Robi na karibu msikilizaji katika matangazo haya. Na kwa kuanzia ni kwamba ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linalituhumu kundi la waasi la M23 kuua, kunyanyasa na kupoteza kwa nguvu watu waliokuwa wakiwazuilia tangu walipochukua maeneo makubwa mashariki mwa DRC. Amnesty imezungumza na watu wapatao 18 waliokamatwa kinyume cha sheria mwaka huu na kundi hilo, wakiwemo 9 waliodai kunyanyaswa na wapiganaji wa M23. Mwenzangu Martha Saranga amezungumza na Sara Kimani, msemaji wa shirika la Amnesty International Kenya, na kwanza anaeleza ushahidi gani uliotumika kuandaa ripoti hiyo. Tuna ushahidi wa kutosha, sababu tulizungumza na watu ambao walikuwa wafungwa wa kundi hili la M23, watu 18 na 9 walikuwa wameteswa vibaya sana, na watu tulizungumza nao wakiwa pande za Goma ama Bukavu. Kabla ya kutoa ripoti mlioitoa, mlifanikiwa kuzungumza nao na wakawaeleza nini? Na hao waathirika wamepata msaada wowote? Wale ambao tulizungumza nao walituambia kwamba walipata mateso ya kikatili sana, ya kiunyama. Wengi wao walizungumzia kupigwa, kutolewa asubuhi na kuwekwa katika uwanja ambako walipigwa viboko, mijeledi, wakitumia nyaya za stima. Wengi pia walifungwa kwa wakati mkubwa bila kuona mwangaza. Wengine hata hawakuwa wanaweza kuzungumza na wapendwa wao, na wapendwa wao kwa muda hawakujua waliko. Wengine ambao tulizungumza na wapendwa wao walisema kwamba wakati walienda kutafuta hawa tuseme ndugu ama bwana zao ambao walikuwa wamefungwa, kwa sababu wote walikuwa wanaume, walisema kwamba waliitishwa pesa, ile kwa kimombo, kwa lugha ya kimombo tunaita ransom, na hili kundi la M23. Tulizungumza kama na watu 4 wa familia moja, wa familia 3, na walisema watu wao walikuwa wamepigwa sana. Mmoja wao alikufa baada ya kuachiliwa. Kwa hivyo ni mambo ambayo yamekuwa kiendelea kutoka wakati hili kundi lilichukua mji wa Goma na baadaye likachukua mji wa Bukavu. Tuliona kwamba ni maeneo 4 ambao wamekuwa wakitumia kutekeleza haya mateso kwa wananchi wa hii miji miwili. Shirika lenu limewasiliana na serikali ya Rwanda au DRC kuhusu matokeo haya sasa? Ndio, tuliandika barua kwa serikali ya Rwanda na pia kwa kikundi cha M23, lakini kufikia leo ambako sasa tumetoa hii ripoti, hakuna mmoja wao alikuwa ametujibu. Na kulingana na kuna swali ambalo ulikuwa umeuliza kama kuna usaidizi wote wamepata, hakuna usaidizi wamepata, na hakuna pia njia yoyote ambao wamepata ya kuwapa nafuu, tuseme kama kwenda kotini ili waweze kupata mashtaka yao dhidi ya shirika hili. Kwa hivyo bado wanaendelea kuumia kwa kimya. Serikali ya DRC imetoa majibu yoyote ama hata ufafanuzi kuhusu ukatili unaotekelezwa ndani ya ardhi yake? Hatukuzungumza nao, lakini hata hivyo hawajazungumzia hata kidogo kuhusu hizi kambi za wafungwa ambazo tumeweza kuziona. Ukiangalia katika tovuti yetu utaweza kuona hata tuko na map ambayo inaonyesha kila mahali ambako haya mateso yanaendelea, lakini hatujasikia pia kutoka kwa serikali ya Kongo. Sasa Amnesty International imekuja na majibu ama ushauri gani wa nini kifanyike haraka ili kuwalinda raia walioko katika maeneo hayo yanayokaliwa na M23? Tunasema kwamba watu wa Kongo wamepitia mateso kwa miaka mingi chini ya hivi vikundi ambavyo vinapigania katika nchi yao, na tunasema hili kundi la M23 haswa limewatesa sana Wakongomani, na tunasema kwamba ni wakati huu serikali ambazo zinafanya uhusiano na ambazo zinakaribiana na Rwanda ziweke mikakati ya kuambia Rwanda, kwa kimombo tunasema pressure, kuambia Rwanda lazima iache kuendelea kuunga mkono kundi hili la M23. Tunasema pia kwamba mashirika ya nje na wale ambao wana nguvu ni lazima sasa wafungue mashtaka dhidi ya M23, na pia kusema wawachilie wafungwa wote ambao wako
mikononi mwao, na pia waache kuendelea na hizi njia zao ambazo zinakiuka sheria za nchi ya Kongo na sheria za kimataifa. Kwa muda mrefu Rwanda imekuwa ikikanusha kujihusisha na M23. Ninyi Amnesty International mnavielelezo ama vithibitisho gani kuhusu madai haya? Kulingana na si Amnesty peke yake, lakini hata shirika la Umoja wa Mataifa limeweza kuonyeshana katika ripoti nyingi kwamba Rwanda inaendelea kuunga mkono shirika hili la M23, na ndio tunasema majirani wa Rwanda, majirani wa Kongo, shirika la kimataifa, mashirika ya kimataifa sasa wana mwito, wana haja na wana jukumu la kuambia Rwanda isitishe kabisa kuendelea kuunga mkono M23. Naam, huyo ni msemaji wa shirika la Amnesty International Sara Kimani, kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Wakati huo mashirika ya kutetea haki za binadamu sambamba na raia walioko mashariki mwa DRC, haswa katika mji wa Goma, wametaka juhudi zaidi kufanyika ili kuzuia mauaji, mateso na kushikiliwa kwa raia wasio na hatia. Leonard Mobali na maelezo zaidi. Katika maeneo hayo ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, shirika la Amnesty International limethibitisha kwamba lilirekodi visa vya watu 4 ambao baada ya kuzuiliwa na kuteswa na waasi wa FC M23 walifariki wakiwa katika mazingira tatanisha ambayo kundi hili limeadhibiti. Huko upande wa wanawake wamekuwa wakilalamikia pia hali ya kuteswa na kuzuiwa na wanaume wao pamoja na vijana wao bila hatia, jambo wanalosema kuwa limekuwa ni manyanyaso dhidi yao na familia zao katika miji na vijiji vinavyodhibitiwa na kundi hilo, kama mama huyu anavyotoa hapa malalamiko yake. Tangu waasi waingilie, mabwana zetu wanateseka, na sisi pia wanamke tunateseka. Bwana zetu wanawafunga bila makosa yoyote, wananyanyasika ovyo. Hatujui serikali inawaza nini kuhusu sie wananchi. Ripoti ya Amnesty International iliyotolewa mwezi huu imethibitisha kwamba waasi wa M23 wanaendesha vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu gerezani katika miji muhimu ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, hasa jijini Goma na Bukavu. Shirika hili limeelezea pia kushikiliwa na kuteswa kwa raia, lakini pia watu wa mashirika ya kiraia wameendelea kunyooshewa kidole cha lawama kwa kushirikiana na serikali. Zaidi ya hayo, watetezi wa haki za binadamu wameeleza pia kwamba baadhi yao walikamatwa na kundi hili la M23 ambao hawajulikani walipo hadi sasa, kama anavyoeleza hapa Aime Mukanda, mtetezi wa haki za binadamu mkoani Kivu Kaskazini. Wengine walipelekwa Chanju wakauawa. Kuna watu ambao wamekuwa ndani ya jela Ruchuru, wamefanya humo zaidi ya miezi 6, hata wengine mwaka, wanafungwa. Ngambo zingine hata Goma ni kusema humo ndani wamefanya jela za torture, watu wanabebwa, vijana wanabebwa, hawakurudishi. Kunakuwa masharti za kupigana vita, makasho za M23, watu wanateseka na wengine wanafariki ndani. Tunaomba Amnesty International inayokuwa na nguvu iendelee kusema sana, ili hali ya wakaaji wa Goma iendelee kuheshimia haki ya binadamu. Nayo mashirika ya kiraia mkoani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yamelalamikia hali hii ya ukiukaji wa haki za binadamu, ambapo yameeleza kuwa mazingira hayo yanaweka hatarini watetezi wa raia na haki za binadamu pamoja na viongozi wa mashirika hayo na familia zao. Katika hatua nyingine, mashirika hayo ya kiraia yametaka kundi la M23 kufanya kila juhudi za kulinda raia na kutilia maanani haki za binadamu kama inavyohitajika ulimwenguni. Katimba Bebedi ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo. Jeshi la M23 kwenye warafika kabisa, jeshi lao linasumbua watu, kukamata watu, kutupa watu kwenye jela, kupiga watu, kuumiza watu. Ile kabisa hatujajua kwamba nini zaidi ambacho wanachokitafuta, kwa sababu raia haina tatizo hata moja na jeshi la AFC. Tungeliomba kwa jeshi la AFC uangalie gisi ya kulinda raia. Ile kabisa imetuchukiza sana. Kukomboa ni kuua, kukomboa ni kupiga, kukomboa ni kunyanyasa. Imeleta ingine sura. Upande wa Kinshasa pamoja na tume ya Umoja wa Mataifa ya DRC MONUSCO mara kwa mara imelishutumu kundi hili la M23 kwa kufanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo, jambo ambalo kundi la M23 mara zote limekuwa likikanusha, huku pia upande wake
likishutumu serikali ya DRC na jeshi lake kufanya vitendo kadhaa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Haya yanajiri wakati watu wasiopungua 20 wakishuhudiwa kuuawa katika mapigano kati ya M23 na jeshi la FARDC wilayani Walikale na Rushuru, eneo la Bwito, tangu Jumapili hadi sasa. Shirika la madaktari wasio na mipaka la MSF limeshuhudia kwamba maelfu ya raia hao waliokimbia mapigano hayo wanakabiliwa na matatizo kadhaa wakihitaji msaada. Ni taarifa yake Leonard Mubali. Hata hivyo, waasi hao wa M23 wanaotuhumiwa wamekana madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Aidha, waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa DRC wamekana kuhusika na kuwatesa watu, ijapo wamekiri kuzingira nyumba na kufanya upekuzi. Martha Saranga amezungumza na Willy Ngoma, msemaji wa kundi la M23 kuhusu taarifa hiyo. Hiyo maneno kabisa ni uongo mtupu kabisa. Rais wa Kongo Bwana Tshisekedi Kilombo alileta silaha nyingi sana kwa waraia. Watu yote walikuwa gerezani walipewa silaha. Na hiyo wakati sisi tuliingia, wanaendelea kabisa kufanya hiyo maneno yao vibaya kabisa, kutetea kulumiza raia, kuua, mauaji, kuiba raia, kuua, kubaka raia. Na hiyo kwa jeshi yote ya dunia wanajua kwamba hiyo neno tunasema kuzingira na kupekua, hiyo ni kawaida ya jeshi. Na kama unapenda amani, unapenda watu waishi vizuri, inabidi kabisa utoa hiyo mbegu vibaya sana. Mmefanya nini kuthibitisha kwamba kweli ninyi hamuhusiki? Unajua kwamba eneo yote ambao sisi tunamiliki, amani kabisa inadumu. Lakini wakati lolote kabisa watu ambao roho vibaya kisi nasema serikali ya Kongo inatuma watu hiyo ingizi kabisa vurugu ndani ambao sehemu ambao tuko kabisa, tuwezi kuvumilia hiyo. Kuhusu kundi hilo kushirikiana na rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, Ngoma amesema Kabila yupo Goma baada ya kuwasili huko juzi Jumapili akitokea uhamishoni. Amesema Kabila ni Mkongomani anayependa amani na kwamba uwepo wake utasaidia kupata suluhisho la amani katika ukanda huo wa mashariki mwa DRC. Na msikilizaji, tukiachana na mzozo huo wa mashariki mwa Kongo, tunaelekea mzozo wa mashariki ya kati. Kikundi binafsi cha usambazaji wa misaada kinachoungwa mkono na Marekani na Israel kinasema kimefikisha shehena za chakula katika maeneo ya usambazaji yaliyoelezwa kwa salama huko Gaza. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada ya kibinadamu yanasema kwamba swala hili limetumika kama silaha ya vita kwa kuzuia usambazaji wa misaada katika maeneo ya kusini na katikati mwa Gaza ambako Israel inapanga kuwahamishia Wapalestina milioni 2. Victor Kenani na taarifa zaidi. Shirika hilo limesema limeanza kusambaza misaada fulani eneo la Gaza leo, ingawa halikutoa maelezo ya kina kuhusu kiasi, mahali na nani aliyepokea. Picha zilizotolewa zilionyesha wanaume zaidi ya 12 wakibeba maboksi kutoka mahali pasipojulikana. BBC imeuliza shirika hilo la kibinadamu la Gaza ni malori mangapi ya misaada yaliyoingia na ni watu wangapi waliweza kuchukua misaada hiyo, lakini bado haijapata majibu. Umoja wa Mataifa umeendelea kuiomba Israel ifungue mpaka Gaza ili kuhusu misaada ya binadamu kuingia. Msemaji wa Umoja wa Mataifa huko Geneva alieleza shirika la kibinadamu la Gaza kama kitu kinachotosha kutoka kile ambacho kwa kweli kinahitajika. Hii ni hatua ya kupotosha kutoka kile kinachohitajika kwa kweli, ambacho ni kufunguliwa kwa mipaka yote ya kuingia Gaza, mazingira salama ndani ya Gaza na kuharakishwa kwa utoaji wa vibali na idhini ya mwisho ya misaada yote ya dharura ambayo tuko nayo karibu na mpaka na ambayo inapangia. Mashirika ya kutoa misaada ya Umoja wa Mataifa yamekataa kwa uthabiti kushirikiana na shirika hilo, yakibainisha kuwa mkakati wake wa kuwa na vituo 4 pekee vya usambazaji utasababisha wagonjwa walio hatarini kaskazini kutoweza kuipata. Umoja wa Mataifa pia umesema shirika hilo linalosimamiwa na Marekani na Israel halizingatii misingi ya kibinadamu ya kutokuwa na upendeleo. Watu nusu milioni watakabiliwa na njaa kali katika miezi ijayo, kwa mujibu wa tathmini ya shirika la kimataifa la uainishaji wa awamu za usalama wa chakula IPC linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema uzuiaji wa misaada unaofanywa na Israel unazidisha mateso ya watu wa Gaza. Palestinians in Gaza are enduring what... Wafalestina huko Gaza wanastahimili kile kinachoweza kuwa awamu ya ukatili zaidi ya mzozo huu wa kikatili. Kwa takriban siku 80, Israel ilizuia kuingia kwa misaada ya kimataifa ya kuokoa maisha. Kama tathmini inayoongozwa duniani ya njaa ilivyobaini, wakazi wote wa Gaza wanakabiliwa na hatari ya njaa. Familia zinakabiliwa na njaa na kunyimwa mahitaji ya msingi, yote yakifanyika huku ulimwengu ukitazama. All with the world watching in real time. Tarehe 19 jeshi la Israel lilianzisha mashambulizi mapana Gaza, na waziri mkuu Benjamin Netanyahu alisema majeshi yatakomboa maeneo yote ya Gaza. Mpango huo unaripotiwa kujumuisha kuondoa kabisa raia kutoka kaskazini na kuwahamisha kwa nguvu kuelekea kusini. Netanyahu pia alisema Israel itaruhusu kiasi cha msingi cha chakula kuingia Gaza ili kuzuia baa la njaa kufuatia shinikizo kutoka kwa washirika wake ikiwemo Marekani. Tangu wakati huo, mamlaka za Israel zinasema zimeruhusu angalau malori 665 ya misaada ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na unga, chakula cha watoto na vifaa vya matibabu kuingia Gaza. Hata hivyo, mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani alionya siku ya Jumapili kuwa misaada hiyo ni tone tu katika bahari ikilinganishwa na mahitaji halisi ya eneo hilo, ili kuondoa viwango vya janga la njaa wakati ambapo kuna upungufu mkubwa wa chakula cha msingi na mfumuko wa bei ya bidhaa. Daktari mmoja anayehudumu katika moja ya hospitali chache ambazo bado zinafanya kazi huko Gaza ameiambia BBC jinsi hali ilivyo mbaya. The medical supplies, the hospital I am working. Vifaa vya matibabu katika hospitali inayofanyia kazi ni vichache sana, na ninazungumzia vitu rahisi kama fentanyl, dawa ya maumivu inayotumika mara kwa mara. Ninazungumzia glove, ninazungumzia sabuni, madawa ya kutibu maambukizi, na wagonjwa wetu wanakumbwa na njaa kweli kweli. Mnaweza kuona kwenye nyuso zao ambazo ni nyembamba, zimekonda sana, zimechoka, ngozi zimebadilika rangi na mbavu zao zinaonekana kabisa. Hali hii inawaathiri wafanyakazi wenzangu pia, wanakumbwa na njaa kali sana. Sijawahi kuona kitu kama hiki katika maisha yangu yote. Wana njaa kweli. Never experienced anything like that in my entire life. They're really starving. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Naam, kwingineko ulimwenguni, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria yenye utata inayomtaka kila mwenye gari nchini humo kulipia leseni ya redio kabla ya kupata bima ya gari. Wenye magari Zimbabwe sasa watalazimika kulipa dola 92 kwa mwaka ili kuweza kusikiliza redio kwenye magari yao. Lengo la serikali ni kutanua vyanzo vya makusanyo ya kodi, lakini wakereketo wa masuala ya kijamii wanasema gharama ya leseni hiyo mpya iko juu mno, hasa ikizingatiwa hali mbaya ya kiuchumi kwa taifa hilo. Zaidi na Veronica Mapunda. Kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa amesema sheria hiyo mpya ni ya kibabe sana, inachukia raia na haina huruma kabisa. Akijibu wasiwasi wa madereva kwenye mitandao ya kijamii, Niki Mangwana, afisa mkuu katika Wizara ya Habari, amesema sheria hiyo mpya ni lazima na ya haki. Kuna takribani magari milioni 1.2 yaliyosajiliwa nchini humo na ni 800,000 tu kati yao yanalipa bima. Hii ikiwa ni kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Shirika la utangazaji la Zimbabwe ZBC linalotajwa kupata hasara linategemea mapato ya ada ya leseni pamoja na ruzuku ya serikali, pia huzalisha baadhi ya mapato kupitia utangazaji. Wakosoaji wamekuwa wakitoa wito wa kutupiliwa mbali kwa ada ya kila mwezi inayolipwa na umma, wakishutumu ZBC kwa matangazo ya upendeleo kwa kupendelea chama tawala cha ZANU-PF. Upinzani umelalamika kutoonyeshwa kwa haki na shirika la utangazaji, haswa wakati wa uchaguzi. ZBC imekanusha tuhuma hizo. Chini ya sheria mpya ya marekebisho ya huduma za utangazaji, madereva wote lazima sasa walipe ada ya leseni ya redio kabla ya kufanya upya bima ya magari yao au kupata leseni kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya barabara ya Zimbabwe ZINARA. Mabadiliko hayo ambayo yaliidhinishwa hivi karibuni na bunge yanaweka ada hiyo kuwa ni dola 23 kwa robo ya mwaka, ambayo ni jumla ya dola 92 kwa mwaka. Lakini marekebisho hayo mapya yanalenga kuondoa mianya na kuongeza uzingatiaji wa hitaji la kuwa na leseni. Inakataza kampuni zote za bima za magari kuuza bidhaa zao kwa madereva wa magari ambao hawana leseni halali ya ZBC redio, isipokuwa wana cheti cha msamaha cha ZBC. Lakini sheria hiyo imeibua shutuma kali kutoka kwa madereva wa magari na makundi ya upinzani, ikitaja kuwa mzigo kwa walipa kodi.
Na msikilizaji, moja kwa moja sasa tunaelekea michezoni kwake Ive Buchana. Naam, nianze na habari hii kwamba watu kadhaa walijeruhiwa wakiwemo watoto 4 baada ya gari kugonga umati wa watu wakati wa gwaride la ushindi wa Liverpool wa ligi kuu ya Premier. Mtu wa miaka 53 amekamatwa baada ya gari kugonga watu kadhaa wakitembea kwa miguu katikati mwa jiji la Liverpool wakati wa gwaride hilo. Watu walioshuhudia na video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha gari hilo likipita katikati ya umati huku watu wakitawanyika. Polisi wanasema hawachukulii tukio hilo kama linalohusiana na ugaidi. Naam, kwingineko, kocha mpya wa Brazil Carlo Ancelotti alisema anajivunia kuongoza timu bora zaidi duniani na analenga kushinda kombe la dunia la mwaka 2026. Niko naye hapa Victor Kenani. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 65 alitambulishwa kama bosi wa Brazil katika mkutano na waandishi wa habari katika makao makuu ya shirikisho la soka la Brazil CBF. Muitaliano huyo anajiunga na Selecao akiwa meneja wa Real Madrid kwa miaka 4 iliyopita. Ameshinda ligi ya mabingwa mara 3 na taji la ligi mara 2 kwa misimu miwili ya kuinoa. Ancelotti pia aliongoza AC Milan kuwa mabingwa wa Ulaya mara 2, alishinda ligi ya Premier na kombe la FA akiwa na Chelsea pamoja na mataji ya Ufaransa na Ujerumani akiwa na Paris Saint-Germain na Bayern Munich mtawalia. Nina kazi kubwa mbele yangu, alisema. Nimefurahishwa, changamoto ni kubwa. Nimekuwa na muunganiko maalum na timu hii. Tutafanya kazi ili kuifanya Brazil kuwa mabingwa tena. Nina heshima na fahari kuongoza timu bora zaidi duniani. Mwisho wa nukuu. Victor, ni wakati ambapo kocha wa zamani wa Manchester United Erik ten Hag amesaini mkataba wa miaka 2 kurithi mikoba ya Xabi Alonso kama kocha mpya wa klabu ya Bayer Leverkusen ya Ujerumani. Ni jukumu la kwanza la usimamizi ambalo Ten Hag mwenye umri wa miaka 55 amechukua tangu kuondoka kwake kutoka United mwezi Oktoba. Alonso alithibitishwa kuwa meneja mpya wa miamba wa Hispania Real Madrid siku ya Jumapili. Ten Hag alishinda kombe la Carabao na kombe la FA wakati wa kipindi cha zaidi ya miaka 2 akiwa Old Trafford, lakini alitimuliwa wakati United walipokuwa kwenye nafasi ya 14 katika jedwali la ligi ya Premier. Mholanzi huyo alikuwa na mafanikio ya awali akiwa na Ajax kabla ya kujiunga na United mwaka 2022. Mkurugenzi wa michezo wa Leverkusen Simon Rolfs alisema, tukiwa na Erik ten Hag tumeleta kocha mwenye uzoefu na mafanikio ya kuvutia uwanjani. Ten Hag ambaye ataanza rasmi jukumu lake jipya tarehe 1 mwezi Julai alisema Leverkusen ni mojawapo ya vilabu bora zaidi nchini Ujerumani na pia kati ya vilabu vikuu barani Ulaya. Barabara kabisa. Aliyekuwa kocha wa Bayer Leverkusen Xabi Alonso na kiungo wa zamani wa Real Madrid sasa ndiye atakayeinoa timu hiyo ya Real Madrid kwa mkataba wa miaka 3. Alonso ambaye aliichezea Real Madrid mechi 236 kama mchezaji alitangaza mapema mwezi huu kwamba ataacha nafasi yake kama kocha wa Bayer Leverkusen mwishoni mwa msimu huu. Kiungo huyo wakati wa zamani wa Liverpool na Uhispania amesaini mkataba hadi tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2028. Alonso ambaye alishinda ligi ya mabingwa akiwa mchezaji wa Real Madrid mwaka 2014 alitambulishwa jana kama meneja katika uwanja wa mazoezi wa Real Madrid na atasimamia kombe la dunia la klabu, na mchezo wake wa kwanza dhidi ya Al Hilal ya Saudi Arabia umepangwa kuchezwa tarehe 18 mwezi Juni. Mapema mwezi huu Ancelotti alimuita Alonso mmoja wa bora zaidi duniani. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 43 aliongoza Leverkusen kutoa taji lao la kwanza kabisa la Bundesliga bila kupoteza mchezo wowote pamoja na kombe la Ujerumani katika msimu wake wa kwanza kamili kama meneja mkuu wa klabu wakati wa kampeni ya mwaka 2023-2024. Naam, Victor, hii inaitwa kurudi pale ilipoanzia. Kazi ya usimamizi ya Alonso, mshindi wa kombe la dunia mwaka 2010, alichukua nafasi yake ya kwanza ya ukocha akiwa na kikosi cha Real Madrid chini ya umri wa miaka 14 mwaka 2018. Hebu ni kushukuru sana Victor Kenani. Huu ndio mwisho wa makala yetu ya spoti. Hadi kesho, mimi jina langu ni Ive Buchana.